Celebrate Jesus. Kama si Yesu hatungekuwa vile tulivyo. Neema yake tuko vile tulivyo. Praise the name of the Lord. Kwa sababu ya neema yake. Hallelujah. Kabla hatujaanza neno, tuna mtumishi wa Mungu ambaye tutembelea kutoka sehemu za Matata. Praise the name of the Lord. Nafikiri mlikuwa hamjui. Lakini kuna mgeni katikati, lakini si mgeni. Mlikuwa naye wakati mwingine hapa na was in the beginning of last year. Last year. Yes. Pastor Livingstone. Praise the name of the Lord. Pastor Livingstone. Leo tujiite siku ya Buzera. No, they are too much. Buzeras are too much. Let the Buzeras continue them. Praise the name of the Lord. Every activity, anything that is done according to the will of God, it matters a lot. Yes. Yes. Whatever you do, hallelujah, unto the Lord. So, anaweza kutembelea na ni mtoto wa nyumba hii. Haya niliwaambia hivi kwamba mwaka unaokuja na expect 3 branches. Yeah. Ndio nasema tano. Hallelujah. Sasa hiyo huduma itambai. Hiyo huduma imeanza kutembea. Yeah. Tulikuwa tunatambaa lakini sasa tumeanza kutembea. Sasa huduma ya Ngroni sasa si atembei atambai sasa na Mungu analeta watu kutoka mbali na wameona kitu hapa. That is why they are coming to take it. Amen. Amen. So wacha nimkaribisha kusalimia. Bwana asifiwe. Amen. Wasalimu kwa jina la Yesu. Amen. Basi mimi ni yule tena nimerudi tena. Amen. Nimerudi second time. Amen. Na nimefurahi sana kuwa hapa kwenye hii ibada. Amen. Na ibada hizi zinafanyika hapa kweli zinabariki sana. Amen. Nilipoingia hapa nasikia kuuliwa. Hata vile ninavyocheza hapa si kama ninavyocheza nikiwa pale nyumbani. Unajua hii muziki inapigwa hapo inatushika mpaka inabidi. Haleluya! Ya, mtu anazingia na ugumu hapa lakini ugumu ukaisha tu. Niliwaambia juzi niingia hapa nikakaa hivi baada ikaanza pole nilikuwa na ugumu fulani. Lakini kadri nilivyokuwa nikinyeshiwa. Unajua ibada inaenda yani vitu hapa naona vinafuta sana. Kiasi cha kwamba hata kama unajipanga vizuri utajipanga huko ndani. Haleluya! Amen. So ninapoingia hapa nasikia ninalowana utukufu wa Mungu, nalowana upendo wa Kristo, nalowana afya, ninapata nguvu. Wakati mwingine nilikuwa hapa nilikuwa naumwa na goti. Lakini kwa sababu ya kushiriki maombi nikasikia kabisa goti langu limepona na mpaka sasa hivi niko mzima. Amen. Na by the way nilikuwa na hiyo shida kama mwaka mmoja ikielekea miaka miwili. Lakini nilipokanyaga tu hapa ndani
nilipona kabisa. Nashukuru. Kwanza kabisa nishukuru tu kwa ajili ya madhabahu, kwa sababu ya Apostle pamoja na mke wake wamekuwa msaada sana kwangu. Nimekuwa nikifurahi sana kushiriki na wao sauti. Kule kuongea tu na wao nasikia tu nimefunguliwa. Wamekuwa wakinibariki sana. Nikiangalia huduma ya mama, jana niliingia hapa, kulikuwa na ushirika fulani hapa hivi. Nikasikia akiongea mambo ya kulinda wokovu ama kutunza wokovu. Nikasikia kufurahi sana. Kwa sababu hiyo ni kitu mimi huwa naambia watu. Hata kuna lile neno nilikuwa nalo la Isaya 35 ule mstari wa 8 ambayo inaongeaga inasema kwamba na kutakuwa kuna njia kuu alafu na njia. Lakini ile njia si ya watu wote, nasemekana itakuwa ni watakatifu peke yao. Alafu Biblia inaniambia kwamba kuchinya kwamba hao watakatifu hata watakapokuwa wajinga, hiyo njia haitawapotea. Amen. Amen. Sasa hii kitu inanibariki sana. Jana nilipokuja hapa nikasikia mama anasisitiza kuhusu utakatifu. Na kweli tujapokuwa wajinga, lakini katika njia ya Mungu hatutapotea. Tutapata uzima wa milele. Na kando na uzima tutapata baraka za Mungu tukiwa duniani. Natarajia kwamba tunaambia kwamba kutoka hapa tutaenda paradise. Lakini hiyo paradise wacha tuishirikie hapa kwanza. Tuanze kuona matunda ya paradise hapa. Tuanze kuona matunda ya pale mahali tunaenda. Ili tuwe na uhakika kabisa kweli kuna mahali tunaenda. Amen. Unapobarikiwa hapa, najua kwamba hiyo ni certificate tosha. Umepata, unajua kwamba mahali unaelekea uko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi nashukuru Mungu. Kabla nitoke hapa ama nisiongee mingi, nisisahau tu salamu. Nilikuwa kanisani juzi Jumapili na nikaomba salamu. Niliwaambia kwamba nitakuwa hapa Glory of Jesus Ukunda, na nikawaambia kwamba nitakuwa hapa Jumapili, na wakanituma na salamu, nikija niwasalimu kwa jina la Yesu. Sipokee salamu zote. Alafu pia nilipomaliza ibada, mchungaji pia alinifuata, tukahajiana, akaniambia kienda wasalimie sana. Kwa hivyo salamu za mchungaji msipokee. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu. Hata wakati Sunday school ilipokuwa ina perform hapa, nakumbuka mimi niliacha Sunday school nikiwa na miaka tu hivi, nilipoanza kujua mambo. Nikatoka kwa Sunday school. Niliposikia Sunday school hapa wanatoa ile yale yani neno. Yes. Nilisikia kushindwa, sasa kwa nini mimi sikufaulu, na mimi nikakaa. So na mimi nikasema na mimi nitajitia nguvu. Sasa hata na mimi pia niko na memory verse najifanya Sunday school sasa. Niko na neno la Proverbs chapter 24 verse 17 ambayo inasema kwamba do not rejoice your enemy fails and do not to hurt. Tunaona inatoka katika kitabu cha The Gideon ambayo inasema 24 verse 17 ambayo inasema kwamba do not rejoice when your enemy fails and do not let your heart be glad when he stumbles. Amen. Hallelujah. Nafikiri tuko pamoja. So mimi nimezoea tu kujifunza kumfurahia Mungu katika mazuri, katika magumu. Na nashukuru Mungu kwa safari ambayo aliniongoza tena nikakuja hapa, kwa sababu yale matunda ambayo nimeyaona baada ya kutoka hapa, nimeona ni vizuri pia nije ili nishiriki na nyinyi, ili kile ambacho kitaachiliwa hapa mwaka huu nikivuka ule mwaka mwingine, basi na mimi pia niwe na vitu vya kujivunia, kwa sababu ninajua kwamba hapa katika nyumba ya Mungu kuna vitu, na vitu ambavyo viko hapa ni mtu ajitolee kwa moyo wote atapokea. Amen. Kwa hiyo mimi nilipokuja nilipata samples na nikaenda nazo. Kwa hiyo nikiwa pale nimeona zikifanya kazi. Nimeona kibali kikiniandama, nimepata fursa nyingine. Hata nikiwa pale nilikuwa kuna siku nilienda kanisa nyingine, nikaenda nikahudumu kidogo, alafu nikapigiwa simu tena. Nikaambiwa nirudi. Alafu tena nikawaambia hapana, ngojeni kwanza tukaikae. Nikakaa pale kitabu tena nikapigiwa simu, nikaambiwa utakuja lini? Maana watu wanataka huku tena. By the way, unajua walikuwa wanataka kupatia kanisa. Lakini mimi nikasema bana, hii vitu ya kupewa nilipewa wengine. Unajua acha niwaambie kweli. Unaona sasa mko na apostle. Hivi sasa hii mkiwa na apostle kile anawapa yeye ndiye anajua. Sasa huyu ndiye anaweza kuwakuza. Mtu mwingine akija haiwezekani. Unajua wakati mwingine unataka kanisa liandaliwe vizuri,
watu vile wamekuzwa. Unajua kila mahali na tabia zake. Kuna mahali utakuta watu wamekuzwa kwa msingi tofauti. Sasa unapoenda pale ule mtu akiwa hayuko, ukijaribu kubadilisha wale watu vita vinaanza hapo. Ukijaribu kupata mwelekeo mwingine vita vinaanzia pale. Sasa afadhali uanze mwenyewe. Uzae watoto wako, wafundishe tabia zile ambazo unajua ziko katika neno. Amen. Ndio nimeshika Biblia, nimeshika simu Biblia, unajua niona Biblia ni wacha kwa sababu bagi yangu ilikuwa imejaa. Nikasema acha niwache tu kwa sababu kuna wengine hapa nitatumia kwa muda, lakini si vizuri kutumia simu sana. Afadhali uwe na Biblia hii yenyewe ya kitabu kwa sababu inaweza kukuchanganya. Lakini unapofundisha watu neno la Mungu, hata mwingine akija na neno bado safari itaendelea. So nashukuru Mungu kwa hizi hatua, hata nimepata uponyaji wa mwili, nimesikia tu kuchangamka. Wacha niwaambie, nilivunjika moyo sana kabla nikuja, lakini nilipokuja nilipata moyo mwingine na nguvu mpya. Nikawachana na mambo ya huduma kabisa kwa sababu ya vita. Maana niliona wengine tumeshawazika kwa sababu ya huduma. Wapendwa, kuna vita. Acha niwaambie, kuna vita. Utaita na samaki tusuana boxes. Yaani ambaye imeshtuliwa kwenye kichaka, ikiona kichaka kingine inaogopa kile kichaka. Hata kama hakuna kushtuaji pale. Bwana Yesu asifiwe. Na maanisha nini? Yule ambaye anajua uchungu, akiona mahali kuna uchungu hawezi kufika pale. Lakini nilipokuja hapa nilipata ujasiri. Niona kumbe wokovu kwa pekee. Mungu hajaisha. Watu ndio wanaanza badilika, lakini Mungu habadiliki. Sema na Mungu, hata Mungu atakupatia watu waaminifu, watu ambao wanamwelewa Mungu, wanamjua Mungu na mtamtumikia Bwana. Maana pale bado tunahitaji baraka. Si kwamba eti tumebarikiwa, eti kwamba tutafika mwisho, bado umaskini uko pale, bado shida ni nyingi. Na ninaamini ya kwamba mimi kama nilivyokuja hapa, kile ambacho nimepata nikibeba pale, nitasaidia wawili watatu. Hiyo mbegu ya Mungu haifi. Amen. Kwa hiyo nianze niangalie sana. Ukiona mwimbaji amechipuka, anaenda kidogo akapotea, muangalie vizuri. Amen. Hapo lazima kuna shida. Lakini mtu yote anaanza na Mungu, alafu aende. Huyu Biblia inaambia kwamba anaenda utukufu hadi utukufu. Anaenda kiwango hadi kiwango. Mimi nimefurahia mama ametaja Apostle Ng'ang'a. Nimekuwa nikifuatilia japo si kwa sasa. Siku za nyuma alikuwa akisema kwamba nikienda hatua hii nyingine nataka mwingine afanye apande mali nyingine. So inamaanisha kwamba kama mimi nitaenda hatua tatu na wewe bado uko hatua ya kwanza, anasema kwamba wewe si wangu kabisa. Tunaona anafanya watu wanakuwa na ule moyo ule, yani kule kutamani ile shauku ya kusonga mbele, lakini si kurudi nyuma. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa tunakaribisha Taita. Amen. Nina imani kwamba kwa muda bora na kwa neema ya Mungu, Mungu anaweza kusaidia. Amen. Anaweza kupatia uwanja na anaweza kuona hivi mimi by the way. Amen. Sisi kwa sababu ya najivia huko. Amen. Alafu kitu kingine ni kueleza mama amesifu Apostle. Huwezi kusikia. Unaona mama anamsifu hiyo ndio mambo. Unajua mimi nimeshaanza sehemu nyingi za kukutana. Utakuta mama mchungaji anakaa hivi. Ameonea. Hata pasta akiongea yeye. Utaona kionyesho kama TV unaangalia. Je, hapo na shida. Amen. Amen. Lakini ukiona mke wa Apostle anatamka, anatilia kabisa, anasema wewe ukweli. Anatoa ukweli wake kila mtu. So, tunaweza tukamwongeza mtumishi wa Mungu kama mazuri. Sitaki kuongea mengi. Nafikiri nishaongea mengi. Amen. Naona tu niketi ili kwamba tupate neno. Kwa sababu hata mimi nahitaji pia kucelebrate. Na siwezi kucelebrate kando na neno la Mungu. So ni vizuri ni celebrate katika neno. Napenda maandiko sana. Napenda maandiko. Kwa hivyo nimefurahi kuwa pamoja nanyi. Nimefurahi tena kuwaona na nimefurahi pia kukaa na Mungu. Na ninajua ule muda nitakuwa hapa na naamini kwamba nitabarikiwa zaidi. So nimesikia furaha. Apostle nimefurahi sana. Nimesikia kubarikiwa. Mungu akubariki. Na pia zidi kuinuliwa. Amen. Asante.
tunashukuru Mungu kwa sababu ya upendo wake. Praise the name of the Lord. Kwa sababu sisi ndio tunatenda ni vitu ambavyo ni kubwa. Hata sasa hivi tunatushangaza. Praise the name of the Lord. Amen. Pale nyuma kuna mchungaji mwingine lakini praise the name of the Lord. Kila huduma iko nayo mtakuja kujua baadaye. Mama Amos, just one part. Praise the name of the Lord. Yes, I give to pastor. Na nikomba Mungu atamprepare. Na kuna mahali Mungu atakuja kukupa. Praise the name of the Lord. Amen. Na Bwana atakuwa amekuja. Praise the name of the Lord. Hiyo huduma hiyo huduma si hapa peke yake, ni huduma ya kimataifa. Amen. Tafadhali simamisha mzara sasa. Praise the name of the Lord. Amen. Ni kwamba tuna kanisa ambayo iko sehemu za Kawembe, Uganda. Just remember ile zile vitu ambavyo tuna Mungu akifanya. Sinadhihirisha ile huduma ambayo tunaitwa kufanya. Praise the name of the Lord. Ni kwamba Mungu alipana kitu cha kushangaza, ndio unajua utajua Mungu amekuja kufanya kazi gani wakati uko katika ile service. Wakati unafanya ile service, you know what God has told you to do. So, ni kwamba ni huduma ambao it started from the sea. Na unajua kitu kimoja ambao tulifanya ni kwamba hallelujah, it was an idea na and our sister ambao wamesimama hapa Mama Diana, tunamshukuru Mungu kwa sababu gani? Anaelezea ukweli. Ni kwamba wewe inakuanga ni idea ambayo Mungu anaweka ndani yako. Na ni kwamba wakati unapofika unakuta kwamba you have to go and do something. Unasikia msukumo tu kwenda kufanya kitu fulani. Hallelujah. Kwa sababu Mungu, God is not a respecter of any person. Ni kwamba you will follow that you unafuata hiyo msukumo. Because kuna watu ambao ulizanga watu, Mungu huita watu namna gani. Na kuna watu wengine wanaambia watu mpaka ukae usikie sauti. Wale ikawa haitakuwa hivyo because Mungu ana mpangilio wa aina moja. God works in many ways. Unaelewa vipi nasema? Kwa mfano ukisikia ile huduma ambayo amempatia inalingana na ile hali alipitia. Our sister alipitia hali ambayo inalingana ile huduma anafanya. So you find kwamba Mungu anapatia mtu huduma, anajua kwamba he can handle it. Kwa sababu gani? Kama ni mtu ambaye amepitia kuhusu patient, Mungu anapatia huduma ambayo hiyo mtu amini patient. Are you understanding? Hallelujah. Kwa mfano our sister Mama Lucky, ni kwamba Mungu atakuja kumpatia huduma inapitia ile maumivu alipitia. Unaelewa? Una ile maumivu ulipitia, hiyo ndio huduma ambayo inalingana na hiyo. Kumbala Mungu alikutoa hiyo ndio huduma. Because one thing ni kwamba God will allow you to go through that so that later hiyo huduma izaliwe ndani yako. Unaelewa? Because tuangalia katika hii Biblia, hii Biblia imeandikwa kuhusu maisha ya watu. Vile walitembea na Mungu, inatuonyesha madhaifu yao. Lakini kitu kimoja, na wale watu wameandikwa katika Biblia, wale ambao wako andikwa kwa umbaya. Praise the name of the Lord. Because kuna watu wameandikwa kwa umbaya kama Kaini. Kaini stori yake inaandikwa hapa. Hiyo ni onyo. Lakini wale watu ambao Mungu aliwachagua na wakatembea na Mungu kutoka mwanzo mpaka mwisho, unakuta kwamba maisha yao, hallelujah, ndio yameandikwa katika Biblia. Tunasomaka maisha ya watu. Biblia ni maisha ya watu. You understand? Yes. Praise the name of the Lord. Hata Mungu just magical wisdom yake akaruhusu na majina yao yakaandikwa hapa. Unakuta Joshua, mpaka unajiuliza hata Joshua yaandikwa ya nini? Siandikwa tu neno. Ndio kama ungekuwa ni wewe, ndio ungesema yaandikwa nini ziandikwe Joshua. Peter anaandikwa hapo. Peter ni neno la Mungu. Joshua ni neno la Mungu. Na you understand? Nehemia ni jina la Mungu, ni neno la Mungu. Amen. How did it become? Whatever they did, hallelujah. Ile kazi ambayo walifanya, Mungu aliweka ndani yao. Ile testimony ambayo wanatushuhudia yale maisha waliishi, imekuwa neno la Mungu. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Maana maisha yale wale watu waliishi. You understand? Yes. Yale maisha wale watu waliishi. Mwisho tukisoma tunaona kwamba Mungu alikuwa ndani. Mungu alihusika. And that is why from the beginning tunaona wakimaliza wakisema kwamba kama si Bwana hatungeweza. Praise the name of the Lord. So tunashukuru Mungu sana kwa ajili ya ile kazi anafanya na kwa wale ambao wamewaita kwa ajili ya kazi yake. Hallelujah. Ni kwamba tunashukuru Mungu pia kwa Mama Diana. Kwa sababu gani? Ni kwamba wakati tulikuwa tunaanza huduma, ni kwamba kuna wale watu unaanza nao. Na wale watu ni muhimu kwa sababu gani? Wanakutia nguvu wakati mko wachache. Unajua sasa hivi mko wengi. Sasa hivi hata hakuna pressure nyingi. You understand? Hakuna pressure. Lakini mtumishi wa Mungu anapitianga hali ngumu.
nini usisikie raha ukienda upatiwe kanisa imejaa hivi. Because kuna baadhi ya makanisa unaenda unaambiwa hiyo kanisa mchungaji alitoroka, mchungaji alimesa atolewa. So unakuta mchungaji analeta tu kwa kanisa, sio? Tunatuma mchungaji mwingine ashikilie. Sina kuanga hivyo. Sasa ukikuta imejaa namna hii, don't celebrate kwa sababu gani? Wale watu wajui. Wewe sio umewalea. Lakini sisi tulianzia from the scratch. Tukiwa watu watatu wawili. Na I remember Mandayana used to work with my wife. Miracle signs, whatever naombea watu deliverance. Kama mama mmoja ambaye alikuwa na macho ina mambu. Mandayana alikuwa hapa ndiye alinipigia simu akaniambia kuja na anointing oil. Nikakuta mama ameanguka kwa floor. Nikashindwa ni kitu gani? Nikamwambia sasa kama mama angelete fujo na nini kina mama wote. Ungeshikiwa mama na nani? Lakini kumbe they were anointed and that woman, hallelujah, that demon ilikuwa ndani ya yule mwanamke haingeweza kusimama mbele yao. Praise the name of the Lord. Wakawa wanaleta hata kuna mama mmoja alikuwa na tumbo ilikuwa kubwa na una hivi. Akasema Mama Diana ana spirit ambayo iko so fast kwamba huwezi kumwepa. Kwa mama alisema hivi. Everybody is a minister. Akasema huyu mama ana spirit ambayo the devil anajaribu kukimbia lakini namshika. Namshika. Hiyo understand? Kila mtu ana kitu cha ana mchango katika nyumba ya Mungu. Kila mtu ana mchango. Sema kila mtu ana mchango. Hakuna mtu alikuja hapa duniani bure. Kila mtu ana mchango fulani. Na huo mchango ndio Mungu anatarajia huo mchango wako. Huo mchango huo. That is what God desires from you. Otherwise kama sivyo ungekuwa hapa duniani, ungekuwa kufanya nini hapa duniani? Kila mtu ana mchango. So ni kwamba tunashukuru Mungu kwa sababu kila mtu ambaye yuko hapa is so special. Amen. In the eyes of God. And that is why you are here today. Hallelujah. Kupitia makofi. Kwa sababu gani? You are the one who has made this day to be the way it is. Hallelujah. Hallelujah. Na pia tunashukuru Mungu kwa sababu pia wale ambao kupata nafasi kwa kukasini ni kwamba we are praying for them. So that whatever we are receiving also they may receive in the spirit. Kwa sababu wangetaka tuwe nasi hapa lakini kwa sababu ya shamla za sikukuu hawangeweza, sio? Kwa hivyo sisi tunaombea tu ili Mungu pia awabariki mahali wapo. Amen. Hallelujah. Amen. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya season ya kutoa. You understand what I'm saying? Kama vile mama pastor amesema, kusema kweli ile beacon ama ile nguvu ambayo imesimamisha hii huduma mahali imefika ni kwa sababu ya kujua a revelation about giving. Ufunuo kuhusu kutoa. Ufunuo, sema ufunuo. Unajua unaweza sikia kitu fulani, kile kitu ambao umesikia kisemwa. Hallelujah. Ukakopi. Ukasema nataka kufanya kama vile mtu mwingine anafanya. Wanda ikawa ukifanya uelewe unafanya nini. You understand? Lakini ukipata kitu through a revelation. Praise the name of the Lord. That is what helps the people and that is what changes the lives of the people. Ni kwamba tulikuja kugundua kwamba hii Biblia vile tulikuwa tunaisoma sio vile. You understand? They need to be demonstrated. Inakana idhihirishwe kwa matendo. You understand? It should be practical. Christian is more of a practical. Because ukianza kuambia Mungu ni mkuu na udhihirishe ukuu. Watu wasienda kuambia kwamba hata sisi tunaabudu vinyango na sina ukuu. Amen. Ukianza kuambia watu ati Mungu wako ni mkubwa, hata kuambia hata sisi hata wewe ni mkuu. Ndio? Siku Moses alienda Egypt, akaeleza nyoka. Watu wengi wanaeleza nyoka kama yeye. Hizo nyoka zilikuwa na wai. Zilikuwa zina wai. Hizo nyoka zilikuwa na wai. Na zikaanza kutambaa pale chini kama ya Musa. Lakini the only difference ni kama nyoka ya Musa ilikula nyoka zingine. Hiyo ndio tofauti, sio? Lakini zote zilikuwa ni ndio? Lakini tofauti ni kwamba nyoka moja ilikuwa kubwa kuliko nyoka zingine. Kwa hivyo hiyo kubwa ndio ilikula zile ndo. Hiyo ndio tofauti tu lakini zilikuwa zote ni nyoka. Hiyo na sandi. So ukiambia mtu kuhusu Mungu wako, hana ikawa hata kuelewa mpaka udhihirishe Mungu kwa matendo. Ndipo maandiko yanasema mtu yote imani ambayo ina matendo is like a body without a spirit. And the body that lacks a spirit is dead. Amen. You understand? Yes. Hiyo pumzi uko nayo ikitolewa si wewe tena. Hallelujah. Therefore we thank God for this day. This is the day that the Lord has made. Na ni kwamba we are about to enter to a new season. Hallelujah. Amen. Tukaribu kuingia katika majira mapya. Na ni kwamba tunaendelea na kwamba Mungu atuandae. Kwa sababu gani? Tusikose matembezi ya Mungu. Amen. Usikose nini? Matembezi ya Bwana. Usione miaka ikienda ukafikiri kila mwaka ni kawaida. Kila majira Mungu anaichukulia very serious. Sema very serious. Kila majira Mungu anachukulia very serious. Because katika Biblia utasikia ilikuwa ni mwaka wa plan, mwaka wa kati plan, mwaka wa mtawala plan. Si ndio? Unasikia Biblia ikisema kitu kama hicho. Kwa nini nataja hivyo? Kwa sababu gani? Every
every season is important before God. Amen. Let me tell you, ukikosa manjira yoyote kuyapata ni si rahisi. Because God akipita amepita. You understand? Hallelujah. Amen. So it's very good to understand seasons and times. Amen. Wewe niambie, wakati wanaume watatu walipotembelea Abraham, hawakuambia Abraham tutakutembelea. You understand? Yes. Abraham wanaume wamekuja. That is Genesis chapter 18. Praise the name of the Lord. Amen. Wanaume wanakuja kwa Abraham watatu. Walipokuja kwa Abraham alipoangalia wale wanaume wakiwa watatu, akaona hawa ni special guest. Abraham alikuwa habakui mtu yoyote. Alikuwa mkarimu. Mtu mkarimu anakaribisha mtu yoyote, awe mbaya na awe mzuri. Habakui watu, mtu mkarimu. Roho ya ukarimu inamaanisha hata kama mtu ni mbaya unamkaribisha. You understand? Alipokaribisha wale wanaume watatu, imagine baba baraka za Isaac zilikuwa ndani ya midomo ya watu. Isaac ndiye alikuwa anakuja kwa pronounce. Wale wanaume watatu walikuwa wanakuja kutangaza kuzaliwa kwa Isaac. Niambia kama Abraham angekuwa ni mtu ambaye ni mkonobilika, angekaa tu aseme kwamba mimi sasa kuchinja kondoo wangu nataka nikae akae awe mkubwa ndio nimuuze. Si ndio? Waba hao watu hata usishulike nao. Unaona? Isaac angechelewa kuzaliwa. Si ndio? Lakini wale wanaume wakati walipokula, Abraham aliwapikia chakula wakakula. Walipomaliza kula, wakasema sasa kitu cha kwanza wakaona ukarimu wa mzee. Wakasema mwaka ujao wakati kama huu mke wako atakuwa na mtoto. Alitangazwa wakati wale wanaume walipofika pale kwa ile nyumba. Hallelujah. Abraham hakukosea hiyo majira, aliingiliana na yeye kabisa. Mke wake alijaribu kundauti kidogo, naye akapatiwa neno yake. Because ukindauti kuna neno ya dauti. Ndio? Akaambiwa Sara, hakuna kitu Mungu hawezi kufanya. With God all things are possible. Mwambie Sara kwamba hiyo kicheko si kicheko cha imani. Mwambie kwamba hakuna kitu Mungu asiyoweza kufanya. You understand? Yes. So ni kwamba wale watu walikuwa wametembea katika manjira ya baraka za Abraham. Kwa sababu gani? Walikuwa hawezi kungojea mpaka mwaka ufike. Walikuwa wanataka kutangaza hizo baraka kabla mwaka haujafika. Praise the name of the Lord. So tunao neno ambao Mungu ametupatia. Hallelujah. Ni kwamba Mungu ametuzungumzia kwamba mwaka unaokuja ni mwaka wa kupanuliwa, ni mwaka wa kuexpand, ni mwaka wa kuenlarge. According to the book of Isaiah chapter 54. Bwana Yesu asifiwe. According to the book of Isaiah chapter 54, that is the year, that is the word of 2026. Na ni kwamba you don't want to dwell katika hiyo neno kwa sababu gani? On the 31st, kabla ya kuamkia mkesha, tutaweza kushiriki vizuri vile Mungu anasema. Hallelujah. Na tutaweza kuwaambia Mungu anasemaje mwaka wa 2026 kulingana na vile Mungu atakuwa ametuambia. Ayo understand? Hata waambia maneno yetu, tutawaambia the prophetic word, tutawaambia kwamba the events of 2026. Hallelujah. Na zitatimia kulingana na vile Mungu anasema. Hallelujah. Kama unduma kuna mambo ambayo Mungu anataka tufanye. Atatuzungumzia siku hiyo. So siku ya leo ni siku ya kushukuru Mungu kwa sababu amekuwa mwaminifu kwetu kutoka Januari mpaka wakati huu. Amekuwa mwaminifu. Hata wakati sisi tumekuwa tuko waaminifu, Mungu amebakia kwa mwaminifu. Tumeona uaminifu wa Mungu akija. Praise the name of the Lord. Na ndipo Daudi anasema kama Bwana angekuwa upande wetu, the enemies could have destroyed us. In the book of Psalms 124, inasema if God was not on our side, the enemies could have destroyed us. Don't you know kwamba wewe ukiwa umekaa hapa, adui wako wamekaa next to you. Lakini sio huyo ambaye amekaa. Sio huyo amekaa karibu na wewe. Unaelewa mimi nasema? Ukiwa umekaa hapo, kuna watu ambao walianza vitu. Wewe ukiwa umekaa hapo, you are in the presence of God. Mahali kuna uwepo wa Mungu, the next thing in the presence of wickedness. Wana umekaa hapo. Tuseme umekaa kama mwanadamu. You have a spirit, una roho. Hiyo roho katika anga ya roho. Imekaa mahali katika anga ya roho. The next place ni kingdom of darkness. Unaona? It's not far from you. Pale huko maadui wako wamekuzingira. Ndipo Daudi anasema kwenye kitabu cha Zaburi 123, Bwana anaandaa meza katikati ya watesi wako. Amen. Wale wamekuzunguka, maadui zako wamefanya nini? Na wale maadui wamekuzingiza si wanadamu.
Wale maadui wamekuzingira ni mapepo, nguvu za giza. Wale malaika walianguka kutoka kwa utukufu mbinguni. Hao ndio maadui zako, si wanadamu. Maadui si wanadamu. Because the Bible says we don't fight against flesh and blood, but we fight against wicked things, wicked dominions, wicked powers, evil spirits. Those are things that we have been called to war against. Are you understanding? So Mungu, imagine, amekutetea. Mungu amekulinda. Kuna wakati mwingine uliongea uongo, si ndio? Na hukuangamia. Kuna wakati mwingine hata utanganya mtu utamwambia tukutane saa 8 na ukapitisha hiyo saa na ukasema sorry. Hiyo inasababisha ukaangamizwa. Hiyo tu peke yake because ulifungua mlango, si ndio? Na mahali popote ambapo mlango umefungua, adui ataingia. You understand? Kuna madhanga makosa mengi sana kutoka asubuhi mpaka saa hii tunakoseanga Mungu katika njia nyingi. Lakini Mungu kiuaminifu wake, haleluya, au tuondokei. Uaminifu wa Mungu unabakia kuwa na sisi kwa sababu gani? Mungu ametupenda na maandiko yanasema anatupenda na upendo ambao unakava multitude of sins. Anatupenda na upendo ambao unatufunika hata wingi wa dhambi. Sisi tunafanya makosa na sisi tunjielewi. Sisi zingine tunazembea, lakini Mungu haachi kuwa mwaminifu. Anasema anaelewa watoto wangu. Praise the name of the Lord. And that is why today, hallelujah, the Bible says Yesu amekaa katika mkono wa kuume wa Mungu. Kwa sababu gani? Maana inasema he lives to intercede for us. Yeye ukaa pale kama kuhani. Kazi ya kuhani ni kumake sure kwamba ametoa sadaka kwa watu wazuri na watu wabaya. Amen. Ndio. Hiyo ni kazi ya kuhani. Hapakui. Anapoenda mbele za Mungu, kuhani huenda kuwakilisha watu wote. Watu wazuri na watu wabaya. Kama kuna wazuri sawa, kwa watu wazuri na watu wabaya. Amen. Ndio. Anawatolea dhabihu. Na Yesu akiwa katika mkono wa kuume wa Mungu, amekaa pale kama kuhani mkuu katika order of Melchizedek. Because tunaandika nasema kwamba katika ukuhani hakuna ukuhani wote ambao umefikia kiwango cha Melchizedek. Huo ndio ukuhani pekee yake ambao Mungu aliapa. Akasema kwamba you will be my priest in the order of Melchizedek. Praise the name of the Lord. Na huo ndio ukuhani ambao aliinshit to Abraham. Na watoto wote wa Abraham, they carry that seat of that priesthood. Praise the name of the Lord. Na kama sisi ni watoto wa Abraham kwa imani, hallelujah, na tunapepa huo ukuhani, Jesus lives to intercede for us. Wewe usiwe na wasiwasi. Maadui hawezi kukuangamiza. Usiwe na wasiwasi. I'm not letting you uende kaongelee katika dhambi, lakini nakuambia kwamba God is faithful even when you are not faithful. Thank you Jesus. Na Yesu asifiwe. Hallelujah. So hiyo miezi tuna kila sababu ya kumshukuru Bwana. Daudi katika Zaburi ya 100 anasema kwamba shout for joy to the Lord all the earth. Worship the Lord with gladness. Shout for joy. Nilikuwa nasikia tukisibu na ni kwamba wakati ulikuwa unasibu Mungu, it's like this place there was a cloud. Kulikuwa na wingu ya sifa. Sema wingu ya sifa. Na hiyo wingu ya sifa ilikuwa iko juu yetu. Praise the name of the Lord. There was a crown of praise. Sema crown of praise. Unajua maana ya crown? Wingu ni muhimu sana. Maana mahali kuna wingu, kuna kuanga na kifuniko. Si ndio? Na kuwa na shade. Si ndio? Jua ikipika through ikikutana na wingu, haiumizi. Lakini kama hakuna wingu inaumiza jua. Si ndio? Praise the name of the Lord. So, maandiko nasema kwamba when we shout for the joy to the Lord of the earth and worship with him gladness, we can come before him with joyful songs. Hallelujah. Why is Daudi anaandika katika Psalm 100 kwamba we come with shouts? Because of gani? God, number 3, is who made us. That is one point. Yeye ndiye aliyetuumba. Sisi hatukujiumba. Yeye ndiye alituumba. Hata wakati tulikuwa hatujielewi, yeye ndiye alihusika na maisha yetu. Wewe ulikuwa kwa mamako katika tumbo yake, lakini Mungu alikuwa anakuumbia katika sehemu ya asili. Hiyo ni sehemu ya asili. Hakuna mtu alihusika kutengeneza mikono yako. Hakuna mtu alihusika kutengeneza macho yako. Ni Mungu alikutengenezea macho mazuri. Ni Mungu alikutengenezea masikio mazuri. Kama angetengeneza sikio moja kama ya ndovu, hata ungetamani ungeenda operation kamunguze, si ndio? Kama ungeamuka kuja kwa mtamani sikio ni kubwa kuliko mwili wangu mwingine. Ungesumbuka kufanyiwa operation, si ndio? Ipunguzwe iwe size. Lakini Mungu anajua masikio yako ni kana iwe kiwango gani. Anajua macho yako ni kana iwe size gani.
Hapo mistake akazao akaacha jicho moja iko kubwa kuliko nyingine. Because kusema kweli kama ungekuwa na jicho moja iko kama kubwa kuliko nyingine ungekuwa na kama moja bali. Ungekuwa na kama moda. Ndio. Sasa ungekuwa na kaaji kweli angalia hiyo style. So Mungu ali make sure kwamba kila kitu ambacho amepanda katika maisha yako kiko in good size because he loves you. Hallelujah. Give glory to God. Hallelujah. Yes, that is what the Bible says in the book of Psalm 139. We are fearfully and wonderfully made. We know that very well. We know that very well. Fearfully and wonderfully made. Mimi siwezi kuwa kama mtu fulani na mtu fulani hawezi kuwa kama mimi. Hallelujah. Mimi I am unique by myself. Wewe uko unique. Wewe uko unique. Bila ulivyo uko unique. Sema I am unique. Huwezi kuwa kama mtu mwingine. Lazima tubadilishe na mtu mwingine. Hallelujah. Siwezi kuambia Mungu kwa nini uliniumba nikiwa mrefu nataka niwe mfupi. No. Mungu aliona nikiwa sawa nikiwa hivyo. Hallelujah. Na wewe bila ulivyo Mungu aliona ukiwa sawa ukiwa hivyo. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hakuna kitu tunaweza complain mbele za Mungu. Tuambie Mungu kwamba ulikosea. Hatuwezi kutoa Mungu makosa. Kwa sababu gani? Mungu alifanya kazi iliyokuwa kamili. Hallelujah. Yeye aliyetuumba. Hallelujah. Na sisi ni watu wake. Sema maana nasema sisi ni watu wake. Sisi ni watu wake. Kama sisi ni watu wa Mungu, inamaanisha kwamba sisi na Mungu, hallelujah. Tuna nini? Tuna uhusiano mkubwa ama uhusiano wa karibu. Amen. Ni kumaanisha sisi bila Mungu hatuwezi. Sema sisi bila Mungu hatuwezi. Bila Mungu hatuwezi. Hali kama sisi ni wa Mungu. Sema kama sisi ni wa Mungu. Kama sisi ni wa Mungu. Basi mimi bila Yesu huwezi. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Wajua maandiko yanasema kwenye kitabu cha Acts of the Apostles chapter 17 inasema kwamba hallelujah, God is not worshipped, hallelujah, amen, in the temples that are made with human hands. Mungu hawezi kuabudiwa katika mahekalu ambayo imejengwa na mikono ya wanadamu. Kwa sababu gani? Mungu hawezi kutoshia hapa. Si kweli? Mungu anaweza kutoshia hapa? Hawezi kutoshia hapa. Kuna wakati mmoja Mfalme Daudi alitaka kujengea Mungu hekalu. Na ni kwamba alikuwa na nia nzuri, hakuwa na nia mbaya. Lakini Mungu akamwambia, "Huwezi kunijengea hekalu." Kwa sababu gani? Unanijengea hekalu ya aina gani na miguu yangu tayari iko chini na kichwa iko juu? You understand? So, ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume 17 inasema kwamba he does not live in the temple that are made with human hands. What does that mean? Maandiko yanasema kwamba he lives in the temple that he has made himself. Ni kwamba anakaa katika mahekalu ambayo ametengeneza mwenyewe. Na hii hekalu ni gani? Hekalu ninasema kwenye kitabu cha Matthew chapter 18 inasema kwamba mahali kunao wawili, sema wawili, ama watatu kwa jina la Bwana, Bwana yuko mahali pale. Amen. Hata si wingi wa watu, hata si uchache wa watu. Mahali kuna watu wawili ama watatu. Yes. Katika jina la Bwana Yesu Kristo, yeye anakuanga pale. If they are walking perfectly, if they are walking in righteousness and holiness, God will always be in that place. Praise the name of the Lord. Mungu atakuwa mahali pale. Na ndio inaitwa kanisa. Hiyo ndio kanisa Mungu anatengeneza. Just imagine. Hiyo ndio kanisa. Hallelujah. Hiyo ndio nini? Kanisa. Kuna watu wana matatizo mengi sana. Si ndio? Yesu alihubiri injili miaka 3. Ile kanisa Yesu alijivunia kuwa nayo ni watu 120. Mwana wa Mungu, Mungu mwenyewe alihubiri miaka 3.5 na kanisa yake ilikuwa na 120. Maandiko yanasema hivyo ama isemi hivyo. Na ndio usoma katika Matendo ya Mitume chapter 2 inasema those who waited for the Holy Spirit, those who were done what were filled with the Holy Spirit, they were 120. Praise the name of the Lord. And if they were 120, na walikuwa ni ndio kanisa la kwanza. Na ilikuwa na Yesu, there was not that God could not do. These are people who turned the world upside down. Praise the name of the Lord. So this means ni kwamba sisi ndiye hekalu ya Mungu. Sema mimi ndio hekalu ya Mungu. Wewe ndio hekalu ya Mungu. Wewe ndio maskani ya Mungu. Mungu amependezwa kukaa ndani yako kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Hamjui kwamba miili yenu ni hekalu ya Roho Mtakatifu? Hamjui? Praise the name of the Lord. Hallelujah. Sema ninajua. Hao walikuwa wajui lakini mimi najua.
Hamjui kwamba miili yenu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu ukaa hapa. Na maandiko yanatuambia kwa hiyo Acts of the Apostles chapter 17, we don't serve God as though he needs anything from us. Mungu atumtumikika na kwamba kuna kitu anahitaji kutoka kwetu. Kuna kitu Mungu anahitaji kutoka kwetu. Kama pumzi amekupatia, na wale ambao wamekuba siku ya leo hawezi kufanya nini? Hawezi kuimba. Ukienda moja hakuna praise and worship. Kuna praise and worship moja. Kuna praise and worship. Ati wajua kuna Msambweni Pochali, there is a praise and worship team. Na kuambia pale ni kimya. Kwa sababu gani? Hakuna pumzi. Hiyo pumzi unasibu Mungu nayo ni yake. Ndiye amekubatia. Amen. Na alipokubatia alikubatia ili uitumie kumsifu. Amen. Alipokubariki zile baraka anasema kwamba nijenga nyumba. Si kazi nguvu yako ulijenga hiyo nyumba, ni Mungu alikupatia nguvu. Maana maandiko yanasema is the one who gives us ability to produce wealth. Hallelujah. Ili confirm the covenant that he made with our fathers, Abraham, Isaac and Jacob. Hallelujah. Not by might, not by power. Hakuna kitu chochote tunaweza kusema kwamba tunaweza kwa bila Mungu. Apart from God we are nothing. Yes. There's nothing enough. So nataka nikusaidie kama una tabia kusema kwamba mimi nina uwezo, mimi naweza kufanya, hiyo ni kiburi kidogo. Kuna kikubwa na kuna kidogo. Hiyo ni kiburi kinaanza. You don't have anything to boast about. If there is anything to boast about, Jesus Christ. He knew the hope of glory. Hallelujah. Praise the name of the Lord. That is what the Bible is telling us. Ni kwamba sisi ni kazi ya mikono yake. Praise the name of the Lord. Yeye ndiye alituumba. Hallelujah. Na sisi ni kondoo wa malisho yake. Tunaposema sisi ni kondoo wa malisho yake, inamaanisha kwamba yeye ndio mchungaji wetu. Bwana ndio mchungaji wako. Sema Bwana ndio mchungaji wangu. Bwana ndio mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. Sitapungukiwa na kitu. Maana mchungaji yule ambaye anajua kazi yake, hawezi kuacha kondoo wake walale njaa. Praise the name of the Lord. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Na mkini mtafungia nje, afadhali mkuje huko. Sababu wale mtafunga, wala mtakutoka. Walete huko mstari. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Don't be attracted by what is happening. Just listen to the word of God. Yeah, hallelujah. Amen. So, what are we saying? Tunasema nini? Tunasema kwamba Mungu, hallelujah, amen, kwetu ama sisi ni kondoo wa malisho ya Mungu. Kumaanisha yeye ndiye anahusika in every detail of our life. Yeye ndiye anajua kuishi kwetu, yeye ndiye anajua kukaa kwetu, yeye ndiye anajua kutembea kwetu. Yeye ndio is the one who owns our life. Our life does not belong to us. Our lives belong to Jesus. We belong to him. Hallelujah. Amen. Sisi ni wake. Sisi ni wa Mungu. Sisi ni kondoo wake. Daudi anasemaje kwenye kitabu cha Psalms 123? Anasema is my shepherd. Sitapungukiwa na kitu. Do you know that God is your shepherd? Na ni kwamba kwa sababu Mungu ni shepherd ama Mungu ni nani? Mungu ni mchungaji. Ni kwamba maandiko inasema you shall not lack anything. Hautapungukiwa. I declare in the name of Jesus. Tunapoingia the year 2026, you lack nothing. Amen. Hautakosa kitu. Because ni makusudi na ni malengo ya Mungu. Hallelujah. Kwamba usikose kitu maana Bwana ni mchungaji wako. Hallelujah. Unafikiri Mungu analisha watu wangapi? Hata vitu vingine tunaona hazina maana, Mungu ndiye anasilisha. Kuna vitu ambavyo hazina maana. Kwa mfano mburukenge ina maana gani? Mburukenge. Jana mburukenge. Unaiona ina maana wewe ukiangalia. Hata ina deserve mawe. Ikitokezea mahali ni mawe tu. Nyoka nayo ni mawe tu. Ikitokezea mahali ni inapatiwa chakula na Mungu. Hata ikila kuku yako Mungu ameindirect that way. You understand? He has provided in that way. Bali ni kiumbe cha Mungu. Analisha kila kitu. Analisha zile vitu ambavyo tunaona asivai. He is our shepherd. Kama anaweza kulisha wanyama, ni kitu gani Mungu hawezi kupatia? Ukisoma kitabu cha Matthew chapter 6, inatuambia kwamba tusisumbukie jambo lolote. Hallelujah. Hallelujah. We should not worry about anything.
Kwa sababu gani? Hata ndege za angani, hata kila kitu ambacho tunakiona kinaishi kwa sababu ya Mungu. Haleluya. Niambie, vitu kama kunguru, do they know where to get food? They don't have any idea. Azilimi, asiwezi chochote, asina idea where they will get food. Zikiamuka asubuhi, zinaruka zikienda. Zinapoenda, they will come, zikuwa zimejaa. Na zikuwa zimejaa, itasimama kwenye mti yaanze kuja chale. Kwa sababu gani? God has already provided. Kwa sababu gani? Kila kiumbe ambacho Mungu alikiumba, kwa kinapatia Mungu sifa. Si wanadamu ndio tunashinda. Kwa sababu gani? Badala ya kumsifu na kumshukuru Mungu, wao tunanung'unika. Hata sana. Mara nyingine wao tunanung'unika kwa sababu gani? Wanyama, haleluya, Mungu amewapatia hata pumzi ya kumsifu. Haleluya, si ndio? Kuna ndege moja mimi nikiamka kuomba, ikona ikifika saa 10, hiyo ndege sina kwa kule mti uko pale. Huwa inaanza nikasema kumsifu Mungu. Because kila viumbe, all creatures, they praise God. The only thing they cannot do, they cannot worship God. Are you understanding? Ndege haziwezi kumwabudu Mungu, lakini zinamsifu Mungu. Kwa sababu gani? Zile vitu ambazo zinaabudu Mungu ni zile zina roho wa Mungu. Because the Bible says God is looking for the true worshippers who will worship Him in the spirit and in the truth. The animals and the birds, they don't have a spirit. They have soul. Zinaisia. So, the Bible says ni kwamba Mungu ndio mchungaji wetu. Sema Mungu ni mchungaji wangu. Hautafungukiwa na kitu. Maana maandiko yanasema He makes me lie down in green pastures. Hallelujah. Hallelujah. Unilaza katika majani mabishi. Majani mabishi. Hapo ndio Mungu anakulaza. Kama vile mwana kondoo na mchungaji. Hayo understand? Anajua where to take kondoo zake. Kwa sababu gani? Anazipenda. Wale ambao ni wachungaji, wale ambao si wachungaji pia. Praise the name of the Lord. Na anasema kwamba hallelujah, He leads me beside quiet waters and He restores my soul. Anafanya nini? Katika maji matulivu uniongoza. Na alafu unafanya nini? Unafanya nini? Unuisha nafsi yangu. Kuisha nafsi yangu ni kumaanisha, ni kumake sure my soul is in the right place, is in the right the right position. Unajua kwa sababu gani? Nafsi yako ndio sehemu ambayo inatamasa kila aina. Lakini maandiko yanasema Mungu huisha nafsi yako. Anapoisha nafsi yako inakumbaliana na vile anataka ufanye. Praise the name of the Lord. When you are walking the spirit, your soul is at peace. Nafsi yako iko salama wakati unapotembea katika nini? Katika roho. Are you understanding? Because the Bible says those who walk in the spirit, they cannot gratify the desires of the flesh. Sile vitu ambazo ni mbaya, sile vitu ambazo ni wasa mbaya, hawezi kuziwasa wakati unapotembea katika roho. Sema kutembea katika roho. Na kutembea katika roho ni kutembea kulingana na vile imeandikwa. Last week Bishop Simba alikuwa anafundisha imeandikwa. Si imeandikwa? Bila imeandikwa katika Biblia, ukitembea bila imeandikwa, you are walking the spirit. Ndio? Praise the name of the Lord. When you are walking according to the word of God, that God has given you, you are walking the spirit. Walking the spirit is walking by faith in the word that God has given you. Ndio kutembea kwa roho. Wanawake watu na kutembea na kwa roho ni kutembea na mnakani, ni kutembea kulingana na neno la Mungu limeandikwa. Yesu alikuwa anajua neno imeandikwa. Alikuwa anatembea katika roho. That is why alimshinda shetani. Tuko pamoja? Praise the name of the Lord. Hallelujah. Yeye huisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. The Bible says ni kwamba si kwa sababu tulikuwa wazuri, si kwa sababu kuna mambo mema ambayo tulitenda, tulipata haki ya Mungu bure pasipokuwa na kufanya kazi. Muamini Yesu Kristo, tumepokea what we call the righteousness of God. Naelekea kumaliza. Hallelujah. So, maandiko yanatuambia nini tukielekea kumaliza? Mungu anatarajia tuingie malango yake na shukrani. Mungu matarajio yake kila wakati ni uingie kwenye malango yake na shukrani. Kwa hivyo tunapoingia katika majira mapya tunaingia na nini? Na shukrani.
Kuna mtu hapa ambaye anaweza inua mkono aseme hakuna kitu Mungu amemtendea. Katikati yetu kuna mtu mmoja hapa anaweza kusema kwamba Mungu aliniacha. Tujue kwamba Mungu si mchungaji kwako. Kuna mmoja hapa. Tuelezee kwamba wewe ni mchungaji wa nani? Because maandiko yanaongea kuhusu Mungu ni mchungaji wetu. So, kama kila mtu hapa ana kila sababu ya kumsema kwamba Mungu amemtendea, then the Bible says you enter his gates with praise. Praise the name of the Lord and thanksgiving. Thanksgiving ni kwamba unamshukuru Mungu kwa sababu ametenda mambo makubwa. Hallelujah. Unamshukuru Mungu kwa sababu amekutendea. Kitu cha kwanza amekupa pumzi. Nimekuambia kwamba wale watu wamekufa hawezi kumsifu Mungu. Sema hawezi kumsifu Mungu. Haiwezekani watu wamekufa wamsifu Mungu. So, Mungu ametupatia one of the things that is important ni pumzi. Hallelujah. Ni uzima. Ametupatia bure. Sema bure. Bure. Hallelujah. Unajua wewe tofauti ya wewe na mtu amekufa yule tofauti nini? Tofauti ya wewe na mtu amekufa ni kitu rahisi sana. Mtu amekufa ni pumzi inaondoka. Hiyo ndio tofauti. Na ikiondoka, imagine mwili unaanza kuharibika huko nje. Unasikia tupeleke huo mtu ni nini? Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Umeona mimi nimepoteza my stepmother yesterday. Lakini nilikuwa najua kwamba hata cross this year. Nilijua. Hata nikawaambia wale watu my stepmother hata bekisha mwaka wa 2026. Haimetimia. Hata jana niliambia brother yangu it came to pass. Unajua kwa sababu gani? Ana miaka 120. Anakaba duniani akifanya nini? Anakaba akifanya nini? Miaka 120 kama Moses. Alikuwa amebia manga wa Moses. So, we thank God because alienda. Lakini akienda nilikuwa nimemwombea wokovu. Kuna wakati nilienda nyumbani nikakuta yako nyumbani ni kama wajua kwa sababu ya maparakano. Wajua tulikuwa bibi yangu, mamangu, mabibi walikuwa watatu. So kulikuwa na miparakano kule nyumbani kwetu. Na kwa sababu wote ni mabibi za baba yangu, ni kwamba huyo ndio yeye na mamangu walikuwa wamebaki. Babangu alidate, yule mwingine wa kwanza alikuwa amedate. So nikawa na walete pamoja na mamangu ili waliconcile, sema reconciliation. Ili wasameane kwa sababu gani miaka ilikuwa imeenda sana. Nikamwambia mama ni kwamba usamee mamako, unaitwa mama nani? Kwa sababu unawaitanga mama gani? Usamee mke mwanza kwa sababu gani? Yule mzee mlikuwa mnaangania alikufa. Hayuko hai. Sasa hakuna kitu mnaweza ngangania tena. So mkaeni kwa amani na mpendane. Na nikaambia mama vile na nitasimama na wewe kukusaidia vile Mungu amenipatia uwezo. Nitasimama naye mama hivyo. Because mama alikuwa anatuambia nisikuona umevuka hapo. Amen. Sasa nikaenda mamangu wazi nikamwambia itabidi nivuke kwa sababu gani? Wewe unifungia. Nilikuwa najificha. Sasa nikasema sitajificha tena maana ni dhambi. You understand? Yes. Kama sitajificha sana, hadi tutapitia kule kwenye msitu na naambia yule mama, shika na useme mama useme mama. Ukimtaja mama atafika bibi hapa utaamini. Tukamwambia, tukasema hatutafanya hivyo tena. Nikamwambia nitakuwa napeana ukiwa unaona. Kwa sababu gani? Nimefika mahali ambapo yule mlikuwa mnaangalia hayuko hai alidete. Yeah. Hallelujah. So tunashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. Hallelujah. So maandiko yanasema kwamba tunapoingia katika malango yake na sifa na shukrani. Ni malango gani ambayo inaingia? Ni kwamba maandiko inasema in the book of Psalms 24, lift up your gates. Yes, hallelujah. Inueni malango. Lift up your gates, all you gates. Inueni malango. Lift up your heads, all you gates. Inueni vichwa eli malango. Wajua malango inamaanisha nini? Ni wewe mwenyewe, hallelujah. Ndio unafanya nini? Unainua. Hallelujah. Ni wewe unainua because wewe ni malango. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. You are a gate. Yeah. Hallelujah. Amen. Roho Mtakatifu uingia wapi? Uingilia kwenye your gate. Yeah. Unaelewa? You are a gate. Na kwa sababu you are a gate, you must open your gate. Hallelujah. So that the blessings of God may come in. Amen. Hallelujah. Amen. That the King of glory may do what? May come in. Lift up your gates, that the King of glory may enter. Who is the King of glory? The Lord Almighty is the King of glory. Hallelujah. Mighty in battle. Hallelujah. He comes where the gates are open. Mungu ingia mahali malango yamefunguliwa. Na hapa maandiko yanasema kuingia malango ya Mungu unaingianga na sifa. Usiniambie kwamba unaingianga bibi. Unaposiba usibu Mungu saa hiyo unaingia. Amen.
Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. These are things of the Spirit. We cannot divide them with our mind. Ni kwamba ni kitu cha roho. Unapomshukuru Mungu ndani ya moyo wako, ni kwamba unaingia katika malango ya Mungu. Malango ya Mungu ingiwa namna hiyo. Malango ya Mungu haina funguo ingine. Funguo ya kuingia katika ufalme wa Mungu ni sifa na shukrani. Hata kama hayo kitendeka. Hata kama ile kitu nitarajia Mungu afanye hakufanya. Alifanya zaidi ya vile ulifikiria. Hiyo ambayo hukupata, Mungu anajua unataka. Amen. Understand? Yes. Lakini hafanyi kazi kulingana na vile unataka. Anafanya kazi na standard yake. Hatuwezi kumpusha afanye kitu kama anaona si sawa. Hallelujah. Amen. We don't do that. God si mwanadamu. Hallelujah. So, tunapoingia katika malango yake, praise the name of the Lord. Na sifa na shukrani. Hallelujah. Amen. Ni kwamba we discover God is love. Naelewa? Yes. Unapoingia malango na sifa na shukrani, unapata amani ndani ya moyo wako. Amen. And that is why unaona kitabu cha tunamalizia kitabu cha Philippians. I think that summarize this message. Hallelujah. Amen. In the book of Philippians, hallelujah, natuambia kwamba do not be anxious of anything. Yes. But with everything give thanks to God. Do not be anxious of anything. Don't owe anything. Don't owe anybody. Mimi wacha niwaambie kitu kimoja. Dada Mama Diana, praise the name of the Lord. Amen. Ni kwamba tulikuwa naye shule moja. Sema shule moja. Shule ya mbinguni. Amen. Lakini kuna vitu ambavyo nilikuwa na study because katika shule kuna vitu ambavyo una pick na kuna vitu vingine zinakuacha na maswali mengi sana. Ukristo si unafiki. You understand me? Yeah. Na vile unaona mtu leo si vile atakuwa kesho. Yeah. Kitu kimoja na watu wanaonanga mtu leo lakini kesho mwingine. Yeah. Mwanadamu ni tofauti kwa sababu gani? Hallelujah. Unaweza kumkuta mbaya leo, kesho mkute ni mchungaji. Utasema Mungu alifanya makosa. Yule muuaji ambaye anaitwa Apostle Paul, bad person, Akila, Mandara, ambao walikuwa Wakristo wengi, he became a mighty apostle of God. Yule mtu mbaya kabisa, yule ambaye watu wangu tamani kumuona. Hallelujah. Yule mtu alileta taharuki ni Jerusalem. Huyo ndiye alikuja kuwa mtume ambayo nampenda sana katika mitume wote ambao wameandikwa katika Biblia. Na kila mtu anampenda, si ndio? Hata tumempenda Paulo mpaka mnasahau kwamba alikuwa muuaji. Tumempenda Apostle Paulo mpaka mnasahau kwamba alikuwa muuaji. Hiyo hatuioni hiyo. Hiyo hatuichuliki na tunashirika na Paulo za Paulo. Alikuwa muuaji basi. You to kill Christians. Si ati watu wote alikuwa na Wakristo. Hiyo ni kitu ya kuudhi sana. Alipanda kina watoto wakaachwa bila baba na mama. Because wale watu waliopata kanisani alipanda nini? Alikuwa wanaacha watoto ambao hawana uzazi. Wao ni Apostle Paul. Ungempenda wewe? Wajua sisi maisha ya Paul hatuioni, tunaona ile baraka. Hiyo ndio maisha Paul aliishi. Amen. Lakini akiwa mbaya vile alivyokuwa mbaya, Mungu alikuwa ashamchukua. That is why unaona God is not an respecter of any person. God bless you my sister. Endelea na hiyo kazi unafanya. Endelea hiyo kazi. Hallelujah. Watoto wako kama wako ukunda, Mungu atawalinda. Because kama unalinda watoto wa watu wengine, kwa nini Mungu asilinde watoto wako? The problem ya watu ni kwamba tunataka kutumikia Mungu ili atutumikie. Are you understand? Ukitumikia Mungu naye anatumikia jamii yako. Hallelujah. Praise the name of the Lord. I want to provoke you. Hallelujah. Hata watu walikuwa wanaenda Msambweni, tunahitaji watu wengi sana ili kazi iwe rahisi. Lakini kuna watu wengine hata wako wanafanya kitu lakini hawapo kufuata. If you don't give God first priority, how do you think you will handle your case?